Karibu katika studio zetu za BX TV na mmekaribishwa sana. Leo ni siku yetu ya lugha. Lugha ni lugha ya Kiswahili. Na leo ni siku ambayo tunataka kuongea mingi kuhusu hii lugha na tunataka kujua vitu mingi sana, changamoto na mazuri na kila kitu yenye vijana wetu wanafaa wajue kuhusu lugha. So leo nimeleta mgeni wetu hapa, na huyu mgeni ni mgeni muhimu sana. Ni yule mtu amejua, ni mkuzaji wa lugha mkuzaji wa lugha. Mkuzi. Mkuzi. Sasa huyu mkuzi wetu wa lugha atakuwa anatupatia ile alicho nacho kuhusu lugha, sababu anazo vitu mingi amejua kuhusu lugha. Kweli. Ni vile mimi nilikuwa mwalimu wake wa lugha kitambo. Sasa acha mgeni ajitambulishe. Asante sana watazamaji wetu, nashukuru sana kwa kunikaribisha kwenye studio za BX TV. Na leo ningependa kwamba kwa kweli, sababu uliponipigia simu kaniambia kwamba nije studio tukaweze kuangazia changamoto ambazo zimeweza kuikumba lugha ya Kiswahili pamoja na umuhimu ambao umeweza kujitokeza katika jamii ambamo tunaishi. Kabisa. Sasa labda basi kuna msikilizaji angependa kujua mimi ni nani. Ndio nataka nikwambie hivi, wanataka kujua jina lako ni nani Kweli. Sanitizer kwanza. Haya, sawa, mimi kwa jina naitwa Wambura Chacha na mimi natoka katika upande wa Kuria Mashariki. Ni Kuria East. Sababu tuna Kuria Magharibi na Kuria East. Natoka katika upande wa Kuria Mashariki. Na sasa mimi ni mtangazaji wa lugha ya Kiswahili na pia ni msomaji wa habari katika kituo cha Tarumbeta Radio kilicho katika kaunti ndogo ama eneo bunge la Awendo. Naam. Kabisa. Sasa kabla hatujaanza, leo niko na maswali mengi nataka kumuuliza. Kweli. Mr. Elisha. Sasa nataka tu niwape dakika kidogo tu, mwende pale msubscribe, mlike, wache comment na tunarudi. Karibuni tena, na sasa tunaanza kwa kujua lugha ni nini. Umejua ukitaka kuongea kuhusu kitu lazima uelezee watu. Kweli. Mavijana wetu umejua siku hizi watu wapendi bwana, wapendi lugha. Kama sio mimi wangekuwa wameacha. Wewe ambaye ni motivator. Ni motivator mkubwa. Nikiwapata hapo hivyo. Huko nje lugha zingine mbaya na boronga, ndio kuboronga. Wanaboronga, naambia acheni hivyo. Ngeni lugha sanifu. Ambayo pia unazungumza. Kabisa. Sina mengi bwana. Sasa kabla hatujaanza nataka waelezee watu wetu, watazamaji, ndio lugha ni nini. Tuanze na hapo ndio sasa wenyewe. Kwanza kabisa, mtazamaji wetu, lugha ni mfumo unaowezesha watu ambao ni watu wawili. Unajua mwenyewe huwezi kujiongelesha. Lazima kwamba hawa watu wawe watu wawili ili kwamba waweze kuwasiliana. Na katika lugha lazima wazungumze ile lugha ambayo inaeleweka. Mimi ninaweza kuwa nazungumza Kiswahili ambayo ni lugha. Wewe utakuwa unazungumza Kiingereza ambayo pia ni lugha, lakini ule mfumo wa kuelewana hautafanya nini? Hautakuwa. Basi lugha ni mfumo wa mawasiliano unaowezesha watu wawili kufanya nini? Kuelewana. Unazungumza, ninakujibu. Inamaanisha kwamba tunafanya nini? Tunaelewana. Lazima maelewano yawe baina ya watu wangapi? Watu wawili. Kweli. Umeelewa vizuri watazamaji wangu na kwanga watu wengine wa kuelewa haraka. Wanakuwa fast learners kabisa. Sasa mmejua sasa lugha ni nini. Sasa tukitaka kuongelea lugha, chaambia ni Kiswahili. Mmejua hiyo lugha ni nini. Na pia labda kuna kitu ambacho ningependa kuongezea katika kufafanua na kueleza lugha.
kuna vilugha vidogo vidogo ambavyo vinaibuka katika lugha kuu, kwa sababu tuna lugha ya Kiswahili ambayo ni lugha sanifu, na kuna vijilugha vidogo vidogo ambavyo vimeibuka kutoka kwa lugha kuu ambayo ni hii lugha tunazungumza, lugha sanifu. Kwa sababu kwa mfano tuna Sheng. Sheng matamshi yake yanatoka kwa lugha ya Kiswahili. Masa, kwa mfano mtu akisema kwamba yule Masa hajafanya nini, hajakama, unanipata? Masa ni Kiswahili, ndio nasema kwamba Buddha. Ukienda kwa kamusi utapata Buddha limeelezewa. Sasa Sheng imetoholewa kutoka kwa lugha ya Kiswahili. Na pia kama mbuyu pia mbuyu pia imetoka kwa nini, kwa Kiswahili. Mbuyu ni mti, ni aina ya mtu mkubwa. Haya, tuna pia lugha ya Kimvita. Wale watu wa Mombasa ama wa mwambao wa pwani wanazungumza lugha, ukisikia kidogo ni Kiswahili, lakini kuna vitu vingine, kuna matamshi mengine ambayo pia wameongeza. Sijui kama hapo natumai kwamba mtazamaji pia ameweza kupata vizuri. Mashikanisha. Sasa asante sana. Sasa naanza swali langu. Na swali la kwanza nataka waelezee pia ni umuhimu wa lugha, unaona. Kwambie umuhimu wa lugha kwanza. Kweli. Kabla tujaenda kwa hizo vitu zingine. Hii lugha yetu ya Kiswahili ina umuhimu gani na kivipi? Kweli. Lugha ina muhimu mwingi sana kwa wale watu ambao wanazungumza. Kwa mfano, lugha ya Kiswahili ambayo imekubaliwa na katiba ya mwaka 2010 kutumika nchini ina umuhimu mwingi sana. Muhimu wa kwanza ambao ningependa kwamba mtazamaji pia tuweze kuangalia ni kwamba inaleta watu pamoja, inaleta utangamano. Utangamano ambao ninamaanisha ni kwamba wale watu wanazungumza hii lugha na kuelewana. Unapata kuna ule utangamano baina yao, wanapata kuelewana. Wakizungumza hivi tunaelewana. Unaleta huu utangamano. Unajua kwamba haingekuwa kwamba tunaelewana, hatuwezi tangamana, kwa sababu mimi sielewi kile unachozungumza na pia wewe uelewi. Fanya kwa mfano kwamba umeenda Ufaransa. Wale watu hawajui Kiswahili wala Kiingereza kwa mfano. Wameanza kuzungumza Kifaransa na unazungumza Kiswahili. Hakutakuwa na huo utangamano unazungumzia, kwa sababu hakutakuwa na ule uelewano baina yako na wale watu. Sasa Kiswahili kwa wale ambao tunazungumza mimi na wahivi, kuna ule utangamano, kwa sababu uliponipigia simu kaniambia kwamba nije nifike hapa, kulikuwa na huo utangamano. Ndio ikabidi nije nieleze nini, nikafika. Sasa mpaka ujibu na watazamaji wajue kuhusu lugha. Hizi maswali ninataka ujibu kwa ile semaji. ile wataelewa kweli kwa ufasaha kabisa. Sasa kwanza nataka uambie changamoto zinazokumba lugha. Kweli. Changamoto zinazokumba lugha ya Kiswahili. Na pili ni vipi vijana wamechangia katika kukufa kwa lugha. Wamechangia kivipi katika kukufa kwa lugha ya Kiswahili. Na ile swali la mwisho itaangalia ni njia gani wanaweza kutumia kukuza lugha. Kweli. Kukuza lugha kwa sasa watu kabisa. Basi hapo awali nilikuwa nikizungumzia umuhimu wa lugha kabla tuje kwa changamoto. Umuhimu mwingine ambao ningependa pia kuelezea watazamaji wetu ni kwamba lugha inaweza kuajiri mtu. Lugha inaleta uajiri. Kuna wale ambao wameajiriwa katika sekta za elimu, kuwa walimu wa shule za msingi, wa shule za upili, kuwa walimu. Kuna yule ambaye ameajiriwa kwenye kituo cha redio fulani, yeye ni msomaji wa habari ya Kiswahili. Yeye ni mhariri, anapatia makala kabla yaweze kuchapishwa. Anapitia, kuna Taifa Leo, yale majadala tunaona. Yale majarida tunaona. Kabla ya chapishwe, kuna yule mtu anapitia, anarekebisha na anaondoa makosa na kurekebisha na kuweka vitu sahihi vinavyohitajika, kama ni msamiati sahihi unaohitajika pale. Sasa lugha imeweza kukuajiri. Lugha ina muhimu mwingi sana ambao
bado tunajua kwamba kipindi hiki tutazidi kuangazia. Tukija kwa changamoto ambazo zinakumba lugha ya Kiswahili, changamoto ni nyingi. Kwanza, vijana sisi tumekuwa kipaumbele katika kufifisha lugha ya Kiswahili. Tunazungumza sheng ambayo ni lugha inayotokana na Kiswahili. Unapata kwamba tuko tukizungumzia kwamba mtu akisema kwamba kuja masa na kuita, tukasema kwamba masa ni jina la Kiswahili ambalo lina maana tofauti kwenye kamusi, lakini vijana sasa wameweka kwamba ni jina la mama. Nikasema kwamba kama ni mama ana jina jingine la kuitiwa, kisawe cha mama, wanasema mama ama nina. Lakini sasa vijana sijui walikaa wakafikiria, wakasema tukuje na lugha ambayo tunaweza kuwa tunafanya nini, tunazungumza tunajielewa si wenyewe. Unajua mzazi anaweza kuja kaa hapa miongoni mwetu, lakini hataelewa iwapo tunazungumza sheng. Nikazungumzia kuna kikundi fulani cha waimbaji, wao wenyewe kuna lugha ambao wanazungumza kwamba mwoko, sijui riet, sijui mbwegeze, sijui vitu kama hivyo. Unapata wao wanaelewana, lakini we mwenyewe ufanye nini, huelewi. Wamechangia hapo katika kufifisha lugha ya Kiswahili. Ndio changamoto ni nyingi. Changamoto nyingine tunayo ni kwamba ukitazama pale shuleni, Kiswahili ni somo moja tu kwa vile vipindi vingine. Katika masomo mengine ni lugha ya Kiingereza, sayansi, biolojia, jiografia, somo la kijamii, somo la dini, vimewekwa kwenye lugha za Kiingereza, lugha ya King'eng'e ama lugha ya Kimombo. Lakini Kiswahili kimetengwa tu, kimeachwa tu kuwa chenyewe kama yatima. Na jambo jingine pia tunalo ni kwamba watafiti na wasomi ni wachache. Juzi tulimpoteza mtu ambaye alikuwa amejitolea, mtu ambaye alikuwa anakieneza, alikuwa amesheheni, alikuwa amekikumbatia, amekimiliki Kiswahili, Ken Walibora. Iwapo tunaweza pata Ken Walibora 5 hapa nchini Kenya, basi tutakuwa na uhakika kwamba Kiswahili kitaenea na Kiswahili kitakolea kote. Iwapo tutazidi kuwapoteza hawa ambao ni wakuzi na walezi wa lugha ya Kiswahili, basi Kiswahili kitakuwa kinadidimia, Kiswahili kitakuwa kinafifia, Kiswahili kitakuwa kinadidimia. Ndio. Na jinsi ambavyo tunaweza fanya lugha tuikuze, kuna njia nyingi. Iwapo tutakuwa na wasomi wengi hapa nchini, iwapo tutakuwa na watafiti wa lugha ya Kiswahili, iwapo lugha ya Kiswahili itasawazishwa katika sekta za elimu. Inamaanisha nini kusawazishwa? Nilisema kwamba kuna pale shuleni unapata kwamba kwenye juma lugha ya Kiswahili imepewa siku moja tu kuzungumzwa na wanafunzi. Zile siku nyingine, siku 5 zile, unapata kwamba ni lugha inayozungumzwa pale ni lugha ya Kiingereza. Wale watoto hawapati nafasi mwafaka ya kuzungumza lugha ya Kiswahili na kuhakikisha kwamba wanasoma. Unajua kuna wakati ikiwa basi mnafaa kusoma somo fulani kama ni Kiingereza, yule mwanafunzi akitamka hata kitu fulani, jina fulani la Kiswahili, atapigwa ama atachapwa. Kwa sababu gani? Kiingereza kimepewa nafasi kubwa sana kuliko lugha ya Kiswahili. Changamoto nyingine pia, vitabu tunavyo pale, watafiti, wasomi, walumbi wameweza kujikweza kwenye ulingo wa uandishi wa lugha ya Kiingereza, wameacha lugha ya Kiswahili nyuma. Basi hiyo yenyewe inafifisha lugha ya Kiswahili. Iwapo tutachukua nafasi hii na tuikumbatie na tuitenge kwamba tunataka tukikumbatie Kiswahili, basi tutakuwa na uhakika kwamba Kiswahili kitazidi kunawiri, kitazidi kukua na Kiswahili kitazidi kusambaratika kote, ili kwamba yule hata ambaye hawezi zungumza atakuwa na motisha kwamba pia mimi ninaweza fanya nini, ninaweza zungumza kweli. Asante sana kwa kueleza. Lakini najua maybe mtazamaji anauliza mbona naongea lugha ya Kiswahili, lugha muhimu, lakini mbona
mbona session imekuwa fupi sana lakini msijali hiyo mazungumzo. Mimi nataka nimwambie kwamba bwana ulinialika, ikiwa basi watapendelea kwamba tuwe na mwendelezo wa vipindi vya Kiswahili, mimi niko hapa. BX TV niko nawe hapa, haina shida. Lakini pia kuna venye niliamua kucheza hizi mjani na mitambo na za dunia hizi hali lakini tukimaliza hapa na kuletea mazungumzo yetu ya lugha ya Kiswahili, lakini mtakuwa mnasikia vizuri sana haya yote, so msijali, niko na nyinyi. Kuna session refu, so msijali. So before uondoke bwana Simu, uelezee vipi? Wambura anayezungumza nawe mtazamaji, huyu ni mwanahabari, ni mtafiti, ni mtangazaji ambaye anafanya uchunguzi, tunaita investigative journalism. Ni mtu ambaye ni mfawidhi na maana ni MC. Ukimuita katika sherehe fulani kuongoza, sababu nimeweza kuwa kwenye mikutano mingi. Juzi niliitwa siku ya kusherehekea wanahabari kote nchini ama duniani, nilikuwa pale kama MC katika kaunti ya Migori. Kuna mkutano juzi Governor Bado amekuwa nao nyumbani kwake, aliweza kuita wabunge wote. Unajua kwamba kaunti ya Migori inajumuisha Wakuria na watu wa upande huu. Sasa katika ile nafasi ya kuelewana nikakuwa MC. Ukiingia pale YouTube utanipata Wambura the Presenter. Ukiingia Facebook Wambura Elisha Chacha. Ukiingia Instagram Wambura Kenya. Ukiingia Twitter Wambura Kenya, utanipata pale. Aimo ni Wambura Kenya. Na pia kuna yule labda angependa kwamba tuweze kuzungumza, niweze kumsaidia labda katika ni kuelewa lugha, mimi niko tayari. Iwapo atanitafutia kwa hizi nambari 07 14 14 81 40. Nitarudia 07 14 14 81 40, 07 14 14 81 40. Hapo natumai kwamba mtazamaji ataweza kunipata pia kwenye kipindi changu cha siku ya Jumamosi, Jumapili na Jumatano, Jopo Kazi la Kiswahili ndani ya 90.4 FM Tarumbeta. Mwanafunzi, mtazamaji na yule yote ambaye anaweza kufikiwa na hii session ambayo tumekuwa nayo, basi itakuwa ananipata pale pia nipo. Kweli. Asante sana. Sasa nashukuru mimi pia kwa wewe kujitokeza kusaidia watazamaji maneno ya lugha. Kweli. Na najua tutengeneza hii session kama hii mara kadhaa. Ndio. Mara kadhaa na utakuja. Sasa mimi pia nashukuru kwa mtazamaji kwa kukuja kuweza kukaa na kutazama hii wakati wote. Sasa hadi tupatane wakati mwingine tena, na najua mmejua pa kunipata mimi si mgeni sasa hapa. Najua pa kweli mwenyeji. Mimi ni mwenyeji. Kweli. Sasa tutapatana BX TV kila mahali, BX TV Twitter BX TV 044, Instagram BX TV 044. Hivyo na YouTube BX TV tu utapata video zangu zote na utatazama na utajua BX TV inaleta nini. Na nashukuru sana mpaka wakati mwingine. Jambo jingine ambalo ningependa kwamba watazamaji wetu waweze kupata umuhimu mwingine ambao ni wa lugha, ni kwamba lugha inamsaidia mtu kujieleza. Kwa mfano, wewe mtu labda amekukosea, utaweza kujieleza kupitia ile lugha ambayo wewe mwenyewe unafanya nini, unaielewa. Ukitaka labda kuomba kitu, utatumia ile lugha, kwa sababu unajua inasaidia. Nilikuwa nimesema kwamba kujieleza, katika kule kujieleza wewe mwenyewe, mtu akikuuliza kwa mfano labda
kama ni mwanafunzi, mbona umechelewa kuja shuleni? Yule mwanafunzi atasema kwamba atajieleza. Atasema kwamba nimechelewa kuja shuleni mwalimu kwa sababu nilikuwa nikifanya kazi nyumbani. Sasa husaidia mtu kujieleza. Jambo jingine pia ambalo ningependa kwamba tuweze kupata, lugha husaidia watu, yani kama ni taifa, husaidia watu kujenga taifa. Ile bidii ambayo watu wanaiweka katika kuelewa, labda ni kununua. Unajua kama kwa Kenya tunazungumza lugha ya Kiswahili. Umeenda pale umenunua mbolea, umeenda pale umenunua ng'ombe, umesikia kesho wabunge wakijadili jinsi ya kuimarisha sekta ya kilimo. Sijui kama unapata. Sasa hiyo hali ya kujenga taifa. Unasikia jinsi serikali inaweka mikakati ya kuboresha, kama ni sekta fulani ya biashara, kama ni sekta ya elimu, kama ni sekta ya matibabu. Sasa watu wanakuwa motivated, watu yani nitatumia lugha gani? Yani watu wanamotishwa. Sasa watu wanamotishwa. Hiyo ndio tamu ambayo nilikuwa naitafuta, kwamba watu wanamotishwa kulingana na ile mikakati ambayo serikali inafanya nini, inaiweka. Ndio. Hiyo ni sawa kabisa. Na kuelewa. Unajua yule mwenye amekaa pale chini anatazama, anaelewa na ana internalize. Wewe unaelewa ama una internalize? Mimi zote straight. Sasa katika swali letu lingine nataka nijue, na pia mtazamaji ndio ajue changamoto zinazokumba lugha ya Kiswahili. Kweli. Katika kwanza kwa vijana. Ndio. Umejua sasa BX TV ni ya vijana. Sasa nataka wajue, waelezee kwa vijana. Ndio. Na pia kwa taifa kwa ujumla. Taifa kwa ujumla. Kweli. Kwanza kabisa changamoto zinazokumba lugha ya Kiswahili miongoni mwa vijana ni kwamba vijana wamesaidia kufifia kwa lugha ama kufa kwa lugha, kwa sababu idadi kubwa ya vijana humu nchini wanazungumza lugha ambayo ni ya kuborongwa. Wanazungumza vitu ambavyo labda yule mtu ambaye ni msomi wa lugha ya Kiswahili hawezi kuelewa. Kwa mfano tumeketi hapa, niambie bwana Masa ndio yule. Unajua sasa mimi ambaye nimejua kwamba mama unazitumia mama ama nina kumzungumzia yule nani, yule mama. Wewe umekuja na msamiati wako ukaniambia kwamba Masa na kui. Sasa mimi nitajikuna kichwa kwanza kufikiria Masa ni nini? Unaona? Sasa ile lugha tunasema kwamba ni sheng ambayo inazungumzwa na vijana, imesaidia lugha ya Kiswahili kukufa, kwa sababu vijana hawazungumzi lugha sanifu. Hawazungumzi Kiswahili ambacho ni Kiswahili bora. Wanapachika tu maneno hapa na pale na kuendelea. Sijui kama hapa tumeweza kupata jinsi vijana wamesaidia katika kukufa kwa lugha. Moja wapo ni ujio wa lugha ya sheng ambao umekuja ukafanya vijana wengi sasa wameingia kwa sheng, hawazungumzi lugha asanifu. Kwa mfano, unajua tunaweza kana mzee hapa tunazungumza tu Kiswahili lakini haelewi. Tunazungumza sheng. Wasema tu vitu zingine anashindwa. Kuna kikundi kingine hapa cha waimbaji, sitakitaja jina kwa sababu hapa tuko live. Wakiimba zile nyimbo zao zinaitwa gengeton. Kupati. Sijui wanakuja na hizo vitu mambo na kuomoka, wanakuja muokre mogadha. Hizo zote hizo sasa. Unaona? Aupati uelewi. Umejua wale wakiongea hiyo lugha ni hao wenyewe wanajielewa. Wanaelewana. Watakusengenya uko tu hapo na mnachaka tu na wao. Nimemuoku. Sasa unaona? Sasa muoku ni nini? Ndio hiyo sasa. Sasa hiyo ni njia moja ambayo vijana, na unapata kwamba hawa ambao wanaboronga lugha ni vijana kama sisi. Sasa wanasaidia lugha kukufa. Jambo jingine ambalo linasaidia vijana wanachangia ni kwamba pale wanapokuwa shuleni wengi tuseme kwamba wamechukua, kwa sababu ile hali ya kuzungumza sheng wamejua kwamba lugha ni ngumu. Sasa hawasomi vitabu,
hawasomi vitabu kwa sababu ingekuwa kwamba wanasoma vitabu, basi unajua ikiwa mimi nimejua Kiswahili, ninajua kutamka na kuzungumza vizuri, tunapopatana na wewe tunazungumza ile lugha ambayo ni sanifu na ni lugha bora. Lakini ikiwa kwamba mimi ninajua wewe hauelewi, hakuna ile vile tutaweza kukuza Kiswahili kwa sababu wewe unazungumza sheng, mimi nazungumza Kiswahili sanifu. Sasa ule mwambatano mzuri hautakuwa. Na tukikuja sasa kwa taifa kwa ujumla, jinsi ambavyo taifa limechangia kufifia kwa lugha. Jambo la kwanza ni hakuna wasomi. Juzi tumesikia msomi mmoja wa vitabu mbalimbali, Siku Njema, Ken Walibora amekufa. Ile hatua ambayo Ken Walibora alikuwa amepiga katika kuzungumza lugha ya Kiswahili, hakuna mwingine atakayechukua ile nafasi. Wasomi ni wachache wa lugha ya Kiswahili. Iwapo tutakuwa na wasomi wengi katika taifa letu la Kenya, basi tuna imani kwamba Kiswahili kitakuwa kimepita, kimeenea, kimekita ile mipaka yake. Jambo jingine pia ambalo limesaidia lugha kukufa ni ukosefu wa utafiti. Lugha inazidi kukua na lugha inaweza kukufa. Mbona ninamaanisha kwamba lugha inaweza kukufa? Lugha inaweza kukufa kwa sababu ile misamiati ya kitambo inafika wakati ambapo haitumiki. Kwa mfano, tuko na redio. Hapo awali watafiti walikuwa wamejua kwamba hakuna msamiati wa redio. Unajua redio ni lugha ambayo ama ni jina ambalo limetoholewa kutoka kwa lugha ya Kiingereza. Kwa sababu Kiingereza wanaita ni redio. Lakini jinsi ambavyo utafiti ulifanywa, wakajua kwamba redio ni rungoya ama ni mwengoya. Sasa wakajua kwamba hiyo ni hatua ambayo watafiti walipiga katika kufafanua na kuleta misamiati mingi. Iwapo hawatakuwa watafiti wengi katika taifa letu la Kenya, basi lugha itafanya nini? Lugha itakufa. Kwa sababu ni hatua ambayo inapigwa kutoka hatua moja ama nyingine. Basi iwapo tutakuwa na watafiti wengi, tutahakikisha kwamba lugha yetu imefanya nini? Imeimarika. Jambo jingine ambalo limeweza kufifisha lugha ni katika sekta ya elimu. Pale shuleni utapata kwamba Kiswahili tu ni somo moja peke yake. Ukienda katika somo la dini ama CRE utapata ni lugha ya Kiingereza. Ukienda katika somo la biolojia inatumika kwa Kiingereza. Ukienda katika hisabati utapata kwamba vile mtaala ama vile mitihani inatahiniwa ni katika lugha ya Kiingereza. Sasa kwa Kiswahili ni Swahili peke yake. Hivyo tu. Sasa hiyo inasaidia lugha kufanya nini? Kukufa. Hapa shuleni utapata kwamba wamesema kuzungumza lugha ni siku ya Alhamisi. Siku zingine Jumatatu mpaka Jumatano ni Kiingereza. Sasa ile nafasi ya wanafunzi itakao watosheleza katika kujieleza kwa Kiswahili haipo. Kwa sababu siku moja peke yake ndio wanazungumza Kiswahili na imeisha. Jambo jingine ambalo ningependa kutamatisha ni kwamba vitabu ambavyo vimechapishwa vya Kiswahili ni vichache. Vitabu vingi waandishi wengi kutoka Marekani, kutoka wapi hata humu nchini wanachapisha vitabu kwa lugha ya Kiingereza. Sasa vitabu vya Kiswahili ambavyo vinaweza tumika viende kule mashinani kusaidia yule mtoto ambaye yuko kule mashinani katika kuelewa Kiswahili havipo. Kwa sababu wengi wamechukua ile hatua, wanaingilia lugha ya Kiingereza, wanasema kwamba Kiswahili ni kigumu. Hivyo ndivyo jinsi ambavyo ni changamoto ambazo zimezidisha lugha ya Kiswahili kukufifia. Ndio. Asante sana. Najua watu wangu wameelewa na wamejua wamejua na wametambua kabisa. Na leo tukawapata huko tena utajua mjui. Tunaendelea na nadhani hii inaweza kuwa swali yetu ya mwisho. Ndio. Naona umejua kueleza vizuri hadi ndani hadi wanaelewa vizuri kila kitu kwa misuli kabisa. Unajua hii ni misuli inaitwa veini. Sasa swali yangu ya mwisho ni njia gani ndio unaweza kutumia ndio kukuza lugha, yani kwa watu wote, vijana ndio hadi tukisema vijana ni kutoka
Miaka mingapi? Miaka 10. Vijana ni tuseme tu ni jinsia ya kike na ya kiume, vijana kwa ujumla. Lakini sasa umejua lazima tuangalie sana hii, nikisema like labda tuseme kwamba najaribu kumaanisha, I think unaelewa hiyo ujana katikati, hiyo bracket hapo hiyo bracket mimi tuseme kwamba labda wale ambao hawajaolewa wote ni vijana. Ndio hivyo kabisa. So ni njia gani wanaweza kutumia kukuza lugha ili lugha yetu iache kufa bana? Kweli njia ni nyingi ambazo vijana sisi tunaweza tuitumia katika kuhakikisha kwamba lugha yetu inazidi kunawiri na inazidi kukua. Lugha ya Kiswahili ambayo ni lugha moja ambayo ningependa pia kuizungumzia. Kwanza kuna jambo ambalo nataka nirejelee pale katika umuhimu wa lugha. Niseme kwamba lugha ina umuhimu mwingine ambapo kwa sababu inaweza kukuajiri. Kuna mwalimu ameandikwa shuleni kwa sababu ya nini? Lugha ya Kiswahili. Kuna yule mhariri wa mijadala, mhariri wa mada. Kwa mfano tuseme kwenye televisheni, kituo cha televisheni, kituo cha Kiswahili. Kuna yule mtu ambaye anapitia makala, mhariri wa makala fulani, ukiandika taarifa lazima ipitie. Yeye ameajiriwa pale kama mhariri wa lugha ya Kiswahili kwa sababu kazi yake ni kukosoa makosa yale ambayo yameibuka pale katika uandishi ule wa tuseme kwa mfano kama ni taarifa. Lugha inaweza kupa nafasi mtu, tukizungumza mtu kama Ken Walibora, tukizungumza mtu kama Guru wala Binwala, hao ni watu ambao wameweza kutamba na ni watu wana utajiri wa kiasi kikubwa kwa sababu Kiswahili kimeweza kuwafaidi na kimewakweza katika wadhifa fulani ambao wewe ambao hauwezi zungumza Kiswahili hauwezi fikia pale kabisa. Ni wajibu wetu sisi sote tuhakikisha kwamba tunaiboresha lugha kwa sababu kesho kutwa utakuwa katika hatua nyingine ama taasisi fulani, ukiwa wewe ni mhariri, wewe ni mwandishi fulani, wewe ni mwalimu mkuu shule fulani kwa sababu ile taaluma ambayo umeisomea ni nini? Ni lugha ya Kiswahili. Basi napokuja katika zile njia ambazo tunaweza kuzifanya katika kukuza lugha ya Kiswahili, ninasema kwamba njia ni nyingi. Moja hapo ni kukua na waandishi wengi wa vitabu vya lugha ya Kiswahili. Tukiweza kuwa kama na Ken Walibora 6 nchini Kenya, tunajua kwamba lugha ya Kiswahili imeimarika. Tukiweza kuwa na watafiti wengi ambao wanafanya utafiti katika kufichua, kuvumbua misamiati ambayo inajitokeza, tutafanya nini? Tutakuwa tumeimarisha lugha. Iwapo taifa pia litaweza kusawazisha lugha ya Kiswahili katika sekta za shule, iseme kwamba kuanzia Jumatatu, Jumanne ni lugha ya Kiswahili, Jumatano na Alhamisi na Ijumaa basi tuseme kwa mfano iwe ni lugha ya Kiingereza. Angalau hizi siku zitakuwa zimekaribia nini? Ile kutakuwa na ule usawa wa lugha hizi mbili katika shule. Na iwapo pia wakati mwingi tunapata hata bungeni wale wabunge wanazungumza kwa lugha nini? Lugha Kimombo ama King'eng'e. Hawazungumzi lugha ya Kiswahili. Kwa sababu gani? Watu wengi wanadhana ambayo ni potovu kwamba Kiswahili ni kigumu. Sasa unapata bungeni mtu anasimama anazungumza lugha ya Kiingereza. Unapata kwamba siku za kuzungumza lugha ya Kiswahili ni chache. Basi hiyo pia inasaidia lugha inakufa. Iwapo bunge litapitisha kwamba tuseme kama ni vikao 3, hivi vikao vyote lazima kila mbunge azungumze lugha ya Kiswahili. Natumai kwamba hapo lugha itakuwa inaimarika kabisa. Na pia ya mwisho niseme kwamba iwapo katika uandishi wa vitabu katika sekta za shule ama za elimu, iwapo vitabu vingi vitaandikwa vya lugha ya Kiswahili, vitaeneza ule ujumbe wa Kiswahili kuenea katika kwa wanafunzi. Unapata kwamba jinsi nilivyokuwa nimezungumzia kwamba vipindi, unapata kwamba Kiingereza, sayansi, biolojia, somo la kilimo vimeandikwa kwa lugha nini? Ya Kiingereza. Wanaweka zikwe pamoja kama Kiswahili, kuna kama hiyo ya kilimo, geography, Kiingereza kabisa. So we kama tainio ama ndio mwanafunzi unaweza chagua, lakini ziko si ati haziko. Ziko. Wewe unaweza chagua kwa kweli, unaweza sema kwamba mimi nitafanya
somo la kilimo lakini kwa lugha ya Kiswahili. Itasaidia sana. Yule mwenye ako sawa kwa Kiingereza atasoma agriculture. Sasa hiyo itasaidia ule usawa wa vipindi shuleni na katika kuboresha lugha ya Kiswahili. Ndio. Kabisa. Asante sana. Naona umetupea nasemaje ni maarifa. Nimeweza kueneza ujumbe. Na kabla nitamatisha Bwana Levis, ningependa kusema kwamba vijana sisi ambao kwa kweli tuna umri wa kuendelea kusoma. Unajua kuna umri ambao unafika una nguvu za kusoma kabisa zinafifia. Sisi ambao tuna nafasi hatujawa na majukumu mengi ambayo yanaweza kutukita pasi na kusoma lugha ya Kiswahili ama pasi na kukielewa na kukizungumza, kukimaizi, kukingamua Kiswahili. Tuna nafasi nyingine mufti ambayo si kiduchu ya kuzungumza, ya kujieleza ambayo ni kwa Kiswahili. Kiswahili mimi mwenyewe kimeweza kuniweka mahali ambapo light haingekuwa ni Kiswahili nisingalikuwa pale nilipo kwa sasa hivi. Kwa sababu mimi pale ni mhariri wa taarifa. Mimi pale ni msomi wa taarifa. Mimi pale vipindi vyangu ni vya Kiswahili na nina wanafunzi wengi ambao wanafuatilia kile kipindi changu ambacho ni Jopo Kazi la Kiswahili. Ni kipindi ambacho kimeweza kusaidia mababu, bikizee, ajuza katika kufuatilia yale ambayo huwa tunazungumzia pale. Basi pia wewe una nafasi nyingine, usije ukaweka dhana ambayo ni potovu akilini mwako kwamba Kiswahili ni kigumu. Jinsi ambavyo tunafanya mazoezi. Itafika wakati useme kwamba mgalamue lakini hakufanya nini umpe. Itafika ile nafasi ambayo wewe mwenyewe umeweza kutambua na unaelewa Kiswahili. Basi bila kupoteza muda tusome Kiswahili. Tujivunie lugha ambayo sisi wa Kenya wenye asili ambao wakoloni walikuja wakatawala mwambao wa pwani wakaweza kuleta hii lugha kwamba tukaweze kuitumia. Na kisha kuna matunda baadaye hapo baada ya kukisoma Kiswahili, kwa sababu unasema kwamba mtaka cha mvunguni sharti ainame. Ukitaka kuchukua ile ndara pale ama yale malapa pale lazima uiname uchukue. Kisha wakarudi Waswahili wakasema kwamba acha nikae kwenye mpini hafi njaa. Sijui kama tunapatana. Baada ya dhiki ni faraja. Katika ile bidii yako ulikuwa ukiweka, basi faraja itakuja baadaye. Akufae kwa jua, akufae kwa dhiki ndiye nani? Ndiye rafiki. Kweli. Asante sana Bwana Elisha. Unajua leo najua watazamaji watakuwa wamefurahia sana. Wamejua lugha ni nini na wamejua umuhimu kabisa. Sana wamejua sipo kuambia watu kama lugha inasaidia, inaweza kusaidia kupata kazi na wanajiuliza ni nani. Leo umepata moja hapo nafasi. Umekuja na umewaambia TV inaitwa BX. BX ni full BX. Hiyo ni Black Summer. Ndo mwenye amekaa kando ya kusai. Black Summer. Hebu nikuulize bwana. Miaka michache ijayo mbeleni unataka BX ikuwe wapi? Nina mipango Mipango niko na mingi sana. Ndio. Mingi sana. BX kwanza ukiangalia pale kwa nature niseme introduction ya BX. Utangulizi Ndiyo. Ile kuna video iko pale YouTube ni Welcome to BX TV. Hiyo sasa inaambiana, najua watu wengi hawajaiona, watakuwa naona hizi alafu wanajiuliza mbona hatujaisikia BX TV nini inahusu nini. Pale nimesema kila kitu. Yaani nataka nisaidie mavijana. Unaona mavijana nataka niwasaidie kwa chochote kile inaweza wasaidia kuwa na maisha mema. Kweli. Na pia umejua usanii. Umejua si unaelewa niliingia katika usanii. Nimekuwa mshawishi wako bwana. Nimekuwa nikikufuatilia pale. Kabisa. Sasa nimeona usanii vijana kuna vitu vingi sana hawaelewi. Sana ukienda huko jiji huko kuna venye
hao watu mavijana wengine au wenye hufanya katika studio na venye wanawatendea mabaya, unaelewa. Sasa mimi nimekaa chini, nimeangalia kila kitu, nimefanya utafiti, nikaona acha nisaidie vijana wenzangu. Mimi pia bado niko katika hiyo safari. Sijaenda mbali, lakini nataka tuende wote. Unaelewa? Nataka tuende wote. So nimeamua nataka nisaidie mavijana kwa kuanzisha BXTV. Sasa hapa BXTV kila kitu. Kama ni lugha kwa hapa kuna wasaidia. Hii episode kama hii inaweza leta mara kadhaa. Wewe ukiniambia tu kuna kitu nataka kuzungumzia mada fulani kwa lugha, mimi sina shida na kutafuta mbio. Nishaambianga watu kama kuna mtu akona kitu, mimi nakutafuta, wewe hata usinitafute. Mimi niambie tu uko mali kama hapo. Unafika na kutafuta na kuleta studio kweli. Hivyo tu. Sasa mikakati ambayo umeweka ni kwamba unataka BXTV ikuwe mahali. Lazima hiyo najua mavijana wenye washaanza kuingia na kufuatilia. Kuna kenye watapata, najua. Nakumbuka kuna video ulinitumia fulani kwamba nitazame. Kwa kweli bwana, nilifurahishwa na kazi yako. Singefika hapa ningekwambia kwamba niko na majukumu. Lakini kwa sababu ile kazi niliona unaifanya pale, nikasema lazima pia mimi nifike BXTV. Nione hii TV iko namna gani bwana. Hata nimefurahia bwana, nimekuja hapa, umejipanga bwana. Hata mtu akifika tu hapa, mwambie bwana, yani hujamwambie bwana mtazamaji kwamba kama ako na content nafika. Na pia hapa lunch si shida. Si shida. Wewe lunch si shida. Hata nikikwambia mimi nitakutafuta, hata nikikuja kwako asubuhi na mapema twende studio. Usijali, mimi nimejipanga. Breakfast itakuwa hapa. Ka lunch itakupata, utakuwa hapa. Utangangana na kinyita. Sasa next time nikikuja, nitakuja asubuhi kabisa. In fact, inafaa wewe ndo nikishakuambia kesho ni studio unanigongea mlango 12. Majogo. Sawa. Asante sana Bwana Elisha kwa kukuja. Sasa najua tunamaliza. Sasa nimeshukuru mimi pia kwa kuweza kuchukua nafasi yako. Ndio. Ukakuja. Na sasa najua watazamaji wetu wamejua lugha ni nini, lakini msijali. Hapa mbele na nitakuwa najipanga, nitaleta mara kadhaa waambie sekta zote za lugha na nini kabisa. Itakuja. So nyinyi msijali watazamaji wenzangu. So takatubu na Elisha before tutamatishe, atuambie akitakupatikana napatikana vipi na kwa wapi na nini zake za kama Instagram. Njia ambazo unaweza kunitafuta mtazamaji ni nyingi. Ukiingia pale Facebook Wambura Elisha Chacha utanipata pale. Ukiingia Instagram IG utanipata Wambura Kenya, niko pale Wambura Kenya. Wambura Kenya. Niko pale. Kiingia Aimo Wambura Kenya. Kiingia pale Twitter pia Wambura Kenya. Utanipata pale. YouTube ukiingia pale Wambura the Presenter. Ni YouTube utapata kuna clips zangu, kuna video nimeweka pale za lugha za kipindi changu cha Jopo Kazi la Kiswahili, viko pale ninapatikana. Nambari ikiwa basi kuna mmoja ambaye angependa kuzungumza nami, nambari yangu ya simu taandika pale ni 07 1414 81 40 07 1414 8140. Hiyo ndio nambari yangu. Kabisa. Nashukuru. Asante sana. Sasa naona tunatamatisha. Najua imekuwa ni kipindi refu, lakini kweli nashukuru kwa kuwa na sisi hadi wakati kumalizia. Sasa mimi ni Mr. BX na umejua venye naweza nipata mbio. BXTV iko kila mahali. Wewe fungua tu media yote, andika BXTV utapata kitu. Chonjo pale. Chonjo kila mahali sahihi. Leo ndo nataka tu kitembea useme BXTV unashtukia tu vitu zishafika hapo. Kweli. Nashukuru vile unajituma. Kabisa. Lazima. Unajua si ni mavijana. Kweli. Kilalia masikio. Sasa hadi wakati mwingine. Asante kwa kutazama na umekaribishwa kila wakati. Tupatane.